na mimi nakiri hilo. Kipindi nimekuja kufanya mazoezi ya mwisho tu hapa, naona mwili hautaki na ulazimisha, kwa sababu sifanyi mazoezi. Lakini kwa aliyokuwa anafanya mazoezi, unaona jambo la kawaida, inapigwa nyimbo, anaenda design hii, anaenda style hii, unaweza kuona kama anachoka, lakini yeye kashazoea. Sasa sisi tuliokuwa wape kuja kama hapa itakuwa mtihani. Kwa hivyo mimi niseme nikushukuruni sana sana sana, na tuendelee sana, na mimi nikupongezeni kwa sababu miaka 14 sio kitu cha masiara miaka 14 kwa watoto sasa hivi wako form 4 form 6. Kwa hivyo kuweza kuenda na nyinyi mpaka ikafika miaka 14, tunasema wamefanya kazi kubwa. Lakini si wao, tuna nyinyi mliojiunga, mbali ya changamoto, mbali ya maeneo ambayo mlikuwepo, mkaondosha, mkafanywa hivi, ni bado tunasema amepiga hatua. Lakini labda tuseme nini tufanye? Tuendelee kuunga watu, yaani wanachama mkubali na muwahamasishe waendelee kujiunga. Na baadhi ya watu wanakataza wake zao ama watoto wao kuingia kwenye mazoezi, wakiamini kwa mazoezi ni uhuni. Bado masuala ya ukatili na udhalilishaji yamekuwa mengi. Nikiwa mkurugenzi ambaye nasimamia masuala mazima ya jinsia na watoto, kwa kweli sifurahishwi na haya wanaoyafanya ni wananchi wenzetu, wanajamii wenzetu. Kila mtu anakaa nyumbani, kila mtu anakaa kwenye shehia, na Zanzibar tuna shehia 388, lakini kwa kweli masuala ya ukatili yamekuwa makubwa, hususan kwa wanawake na watoto. Ni lazima tukiwa tunafanya mazoezi, tunakuja zetu huku tuwathibitishe watoto wetu nyumbani wako kwenye mikono salama. Mababa tuwasimamia watoto wetu wakiwa kwenye mikono salama, na mamaka ambao tunakuja hapa, tunapoacha watoto wetu tujue tunakuja huku, lakini watoto wetu wako kwenye usalama. Lengo na madhumuni ya kufanya tamasha hili katika siku ya leo ni kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzetu, kuhamasisha wamama, wababa pamoja na watoto kuweza kujiunga katika mazoezi kama haya, kwani mazoezi ni afya, mazoezi yanajenga utimamu wa mwili, mazoezi yanajenga utimamu wa akili, na mwisho kabisa kujenga amani na upendo baina ya sisi kwa sisi. Na washauri wanawake wenzangu ambao hawajawahi kujiunga kwenye mazoezi wajiunge kwenye mazoezi, kwa sababu mazoezi yanakufanya uwe physical fit. Sawa, unajikuta tu mwenyewe kuna maradhi mengine anakuepuka kuwa nayo. Kwa hiyo ni vyema kujihusisha kwenye mazoezi ili uwe mwili wako uwe tayari, uwe active, damu inachemka kila wakati. Kwa hiyo ni vizuri kujishiriki katika mazoezi. Wito kwa wale ambao walikuwa hawawezi kufanya mazoezi au walikuwa hawajaanza kufanya mazoezi, mama, baba nyumbani, wazee wote kwa ujumla, niwahimize sana, usisubiri kuja kwa bwana dokta fanya mazoezi. Hapana, jitahidi, na hizi changamoto nazo zitatokezea kila siku, tujitahidini sana, na sisi tunazidi kuhamasisha ili mje mfanye mazoezi. Mazoezi ni afya, mazoezi ndio kila kitu kwa sasa hivi. Tukiangalia jamii yetu sasa hivi tunatumia sana mavyakula ambayo kidogo sio mazuri sana, kutokana na kule ambako mwanzo tulikuwa tumetoka. Kwa hiyo tunawakuhimizeni sana jamii, viongozi, wazee, vijana, mje mjumuike katika vikundi vyetu hivi.